madawa. Naanza hapo kwa uporaji wa 11 billion kutoka kwa SHA. SHA inamaanisha Social Health Authority. So ukiangalia tangu SHA ianze kumekuwa na ukora hapo. Mapesa zinaenda kwa maghost hospitals, zingine zinaingia kwa mfuko ya wanasiasa. Ndio SHA inafanya, lakini kuna ukora hapo chini ya maji. Na hiyo ukora ndio unataka iishe. Hiyo ukora inaongozwa na Aden Duale. Hao ndio wezi wa SHA. Kuna hadi hao wengine wawili. Lakini naanza na huo mmoja wao, huo mwenye amenaswa wa kwanza. Unajua hadi ukitaka kukamata wezi, saa zingine kushika kama wezi ni 5, kuwashika wote at once inakuwa ngumu. So unanasanga yule mmoja, huo mmoja anaenda nataja wenzake. So Aden Duale ndo amenaswa wa kwanza na kuna hao wengine wawili. So ukiangalia pesa ambazo zinapaswa kwenda kwa huduma, kwa hospitali kutibu wa Kenya, zinaingia kwa mfuko ya wanasiasa, zingine zinaenda kwenye aziko. Hiyo ndo inaleta hiyo maneno ya ghost hospitals. Ghost hospitals inamaanisha ni ile hospitali yenye tunadanganywa iko, ati pesa inaenda hapo. Kumbe ukienda hiyo hospitali ya iko na pesa inaporwa. Pesa inapitia, wanatuskam kwa hiyo jina hospitali. Wanatudanganya ati hiyo pesa inaenda kwa hiyo hospitali, kumbe inaingia kwa mfuko ya wanasiasa au wakora wa SHA. Kwa hivyo mimi kama Mkenya na Wakenya wenzetu hatufurahi, kwa sababu hii ni wanasiasa wanacheza na maisha ya Wakenya. Unapata Mkenya akienda pale OC, unapata madawa iko bei ya juu. Panadol hapa nje unapata hata ni 10 bob. Ukienda OC unaambiwa Panadol moja ni 200. Hiyo inaonyesha venye Wakenya tunaporwa. Wanateka advantage ya ugonjwa yetu, wakiongeza bei ya madawa ili wapate venye wanatunyang'anya. So hiyo ukora ya SHA inafaa iishe. Na sisi kama Wakenya tusikubali wanasiasa watudanganye na watuibie pesa na hiyo maneno ya SHA. Mimi kama yao napinga hiyo maneno ya SHA. Hiyo SHA inafaa itolewe na NHIF irudi. NHIF mimi sikuona ukora hapo, lakini SHA ukora imejaa sana. Na hakuna mwanasiasa anajaribu kufunga hiyo simo ya ukora ya SHA, kwa sababu wanakulia hapo. Hapo ndo wanapata pesa kulipa wananchi wende wapige wenzao. Pesa ya uwizi pia wanatoa hapo. Pesa ya kudanganya Wakenya wanatoa hapo. Pesa ya kupea Wakenya ili wavae t-shirt ionekane ati uko na kikundi yako, ati t-shirt yako uko na picha yako. Hapo ndo wanatoa hiyo pesa. Kwa hivyo mimi kama Mkenya na wengine wenye wako na akili kama yangu, hiyo idea mimi sioni kama ni mzuri. Wanasiasa wanacheza na maisha yetu. Ukiingililia maneno ya pili, hii maneno ya kunyonga, masturbation, hii kitu ni mbaya na imekuwa ikiaffect sana sana wanaume. Lakini leo naongelelea mayouth, majenzi. Ukiangalia majenzi wengi wananyonga. Hiyo na hakuna haja tudanganyane. Majenzi wengi wana masturbate. Unaona mtu wako shai mpaka haezi katia msichana. Yeye akisha download porno kwa simu, kazi yake ni kukaa chini. Akishaona hizo takataka na masturbate. So ukiangalia ni kitu aibu kabisa. Na hiyo ni kama kuua mtoto. Sijui kwa kizungu wanasemanga aje hiyo maneno abortion. Hiyo ni kama abortion indirect. Kwa hivyo majenzi maneno ya masturbation na abortion pia muache. Sifurahi. Kwa sababu hiyo ni watoto unawaua. Unamaliza generation yako polepole. Alafu ukipata mtu amezoea masturbation, hiyo maneno ya kunyonga inafanya huo jamaa hawezi kuwa confident. Ukiona mwanamke huwezi kuwa confident ile hali ya kumtongoza. Alafu ni watu wenye wanapenda kujificha kwa room peke yao. Unapata mtu kazi tu ni kukaa kwa nyumba, hataki kwenda hadi nje. Yeye akishapata tu hizo manudes, ama hizo picha za wanawake wenye wako uchi, anakaa hapo na hiyo mafuta yake, ana masturbate ama ananyonga. Hiyo kitu ni mbaya.
Alafu kama wacha niwapatie solution. Majenzi, kama uko na shida masturbation, mimi naweza kusaidia. Si lazima uende hosi. Tip ya kwanza, fanya mazoezi. Unaweza fanya push ups. Tip ya pili, wacha masturbation na ukulange kitunguu mbichi. Hii kitunguu ya round hii, kata kapisi kadogo hivi. Kule hiyo, uikule hivyo bila kupika. Unaweza kata kwa chakula ama kule hivyo. Kule hivyo for 1 month. Kama uko na shida ya erection, kama hiyo kitu yako isimami, hiyo shida itaisha. Si lazima uende hosi. Kama utakuwa umelewa hiyo, unaweza niona kando. Kama hawa nikupatie solution. Kwa majina ni hawa. Ambaye inaongozwa na watu